Tunafahamu ni mchezo wa fainali, na kama ambavyo imeandikwa na imesemwa na watu wengi kwamba Singida Black Stars hajafika fainali kwa bahati mbaya, ndivyo hivyo ambavyo na sisi Yanga tunamchukulia Singida kwa userious huo. Tunaamini kuna kazi aliifanya mpaka amefika hatua fainali, kwa hiyo hakuna sekunde hata moja ambayo itatokea kwenye pitch Yanga tukamdharau Singida Black Stars. Tunafahamu wana hamu, wana shauku, wana kiu cha kukata historia yao mbovu ya kutokupata mafanikio kwenye msimu. Kwa hiyo wataka at least msimu huu wamalize wakiwa na kikombe, warudi Singida wakapokezana. Sasa hilo linaweza kuwa wazo kwenye meza yao, na pengine wana tamaa ya kufanya hivyo, lakini lazima wafahamu mbele yao kuweza kufikia hilo wazo yupo Young African Sports Club. Hapo ndiko ambako Mbosso pia aliimba kwamba ukitaka kupanda mlima Kilimanjaro lazima uje wapi? Ngare Naro. Kwa hiyo kama wanataka ubingwa lazima wamfunge Yanga, na Yanga mwenyewe ndio kameingia leo Zanzibar kwa ajili ya shughuli hiyo ya kumfunga Singida, tuchukue kombe la 5 mfululizo, tumalize msimu tukiwa na furaha kweli kweli. Kwa hiyo niwaambie mashabiki na wanachama klabu yetu ya Yanga, ni mchezo ambao tunaochukulia kwa userious mkubwa mno tuweze kupata matokeo mazuri siku ya Jumapili. Kuna kauli huwa zinatolewa na mashabiki wa timu pinzani kuwa Singida Black Stars ni tawi la Yanga na inacheza dhidi ya Young Africans katika hali ya udhaifu. Ali Kamwe, meneja wa habari na mawasiliano wa klabu hiyo, amelitolea majibu swala hilo. Nafikiri Singida ambacho wanakichanganya kama ni masuala hayo ya ufamilia, undugu, sijui utawi, wao kama ni tawi la Yanga basi ni tawi ambalo linagawa pointi kwa ugumu. Sisi tuna tawi lingine pale Msimbazi ambalo linatogea pointi kirahisi. Kwa hiyo kama kujisikia vibaya, wangeanza kujisikia vibaya wale wa Msimbazi, sio wao. Haijawahi kutokea mechi nyepesi kati ya Yanga na Singida Black Stars. Singida huwa wanapigwa tu pressure na matawi yetu mengine wajitutumue. Mechi ya kwanza ya ligi hapa New Aman Complex tumeshinda goli 1-0. Profesa Pakome amejitutumua kule pembeni, anaachia mchomo na kwa 1-0 mechi inaisha hapa. Mechi ya pili KMC tumeshinda 2-1. Ngumu kweli kweli, lakini angalia hayo matawi mengine yanapata matokeo kirahisi. Kwa hiyo Singida kama wanajisikia hivyo, basi hawataki kujisikia kwa ubaya. Ni tawi ambalo linagawa pointi kwa ugumu, kwa sababu yako matawi mengine ambayo yanagawa pointi kwa urahisi na hayalalamiki. Kwa hiyo hawataki kulalamika. Ni mambo tu ya kawaida hayo, na watafika hatua watazoea kufungwa na Yanga. Ni jambo la kawaida hilo. Wakati huo huo, Ali Kamwe hakusita kusema ni kwa nini Young Africans wamekuwa na furaha na kujihisi fahari wanapocheza katika ardhi ya Zanzibar. Chimbuko la klabu yetu Young African Sports Club liko pia hapa kwenye ardhi hii tukufu ya Zanzibar. Na sio tu Yanga kuwa nyumbani mpaka Yanga aje. Hata Yanga asipokuja akaja mtu mwingine, Yanga akiwa afurahishwi na mtu mwingine, bado Yanga atakuwa yuko nyumbani kumharibia huyo mtu mwingine. Nafikiri umenielewa vizuri Kwa hii ni ardhi yetu ambayo tunajivunia nayo wakati wowote tunapotua hapa Zanzibar. Tunaamini kitovu cha Yanga Afrika kipo kwenye ardhi hii, na tukifika kwenye ardhi hii tupo nyumbani. Kwa hiyo hapa tunakuja kucheza kwenye ardhi yetu ya nyumbani, na tupo comfortable zaidi kuliko tukiwa kwenye ardhi nyingine yoyote Tanzania hii. Ieleweke vizuri, tupo comfortable zaidi tukicheza hapa New Aman Complex kuliko uwanja mwingine wowote. Kwa hiyo tuwaambie hawa Singida Black Stars ambao na wao wamekuja kwenye ardhi ya Yanga, ardhi ambayo sisi ndio nyumbani kwetu. Mmeshawakaribisha, wameshatulia, wameshaenjoy, sasa wasubiri kukutana na Yanga Afrika kwenye pitch burudani. Sisi tunachoshukuru Singida na hao wana wachezaji wenye quality. Kwa maana yake itakuwa ni mechi nzuri ambayo mtu anayelipia kisimbuzi chake cha Azam atakwenda kuenjoy kuitazama. Sio inakuwa mechi ya upande mmoja, ni mechi ambayo viwango vinataka kukaribiana hivi na kutaka kushindana. Kwa hiyo ladha wataipata. Na uzuri Yanga kwa sababu tunacheza Champions League na Singida ni timu ambayo itacheza Confederation next season, tutaanza kuwapa somo la viwango vya michuano mikubwa ya Afrika inafananaje.